Mengi yamezungumzwa kwa kiungo wa Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania Faisal Salum Feitoto. Msimu huenda angekwenda Simba, lakini kwa sasa dili lake limeotambawa kwenda Simba. Kama Simba wamemkosa Faisal Salum Feitoto, watafute kiungo wa aina gani kwenye dirisha kubwa hili la usajili uliofunguliwa tarehe 6 katika timu yao kwenda kuboresha kwenye mapungufu ambao madogo walikuwa nao katika msimu uliotamatika? Of course Simba wana kazi kubwa sana ya kuendelea kukihakikisha kile kitu ambacho walikifanya msimu ambao umetoka kuisha na wakifanya kwenye msimu unaokuja. Kwa hiyo moja kati ya watu ambao walikuwa ni X factor ndani ya angewapata angeenda kuongeza chachu na ubora mkubwa alikuwa ni Faisal Salum. Lakini kwa mazingira pale yalivyo ni sio rahisi kwa Faisal Salum kwa miongoni mwa watu ambao waweza kujiunga na Simba kwa sasa, kwa sababu kwanza na mkataba na Azam na Azam nao wana project naye ya mwaka ambao umebakia kwenye mkataba wake, na sio timu ambayo unaweza kusema wanaweza kashawishika kirahisi kwenye kumtoa Faisal Salum. Kwa hiyo Faisal Salum bado ni mali ya Azam, pengine Azam waamue vinginevyo kumpata Azam. Kwa timu zingine kumpata Faisal kwenda timu zingine, Faisal labda angekuwa ameshuka kiwango kwa sababu tayari timu husika inakuwa haina mpango naye, lakini kama yuko kwenye quality za juu kabisa, manake inakuwa ni ngumu mpaka timu ifikie vigezo au pesa ambayo Azam wanaweza kashawishika, lakini nao waondoke labda kwenye mpango wao. Kwa hiyo hata Simba kumpata Faisal kwa sasa hivi ni kwa sababu ni mchezaji ambaye analipwa vizuri Azam, na pesa ya kumuondoa Azam inatakiwa pia imechangamka. Kwa hiyo ni binafsi naona kwa Faisal mpaka maliza mkataba wake ndio itakuwa rahisi na kuondoka na kujiunga na Azam FC na kujiunga na timu zingine ikiwepo Simba endapo kama wakihitaji huduma yake. Lakini mimi najua hata Yanga pia walikuwa wanahitaji. Kama ingekuwa rahisi kumpata Faisal, Yanga wangevunja benki kwa sababu wanajua ubora wake wa Faisal Salum na jinsi ambavyo angeweza kusaidia. Lakini kwa Azam hii ambayo sio timu ambayo ni mpeche kwenye swala la pesa. Kwa hiyo ni ngumu sana kutoka kwa Faisal kwenda timu nyingine kwa sasa hivi, hasa timu za humu ndani ambazo vipato tunavifahamu. Wakati mwingine hata Azam mwenyewe akawa wana ubora mkubwa kuliko hizo timu, kwa sababu tumeshasikia juzi hapa kuna timu ambazo zilishindwa kutoa posho, wanasema zile ahadi zile bonus ambazo walizitoa kwamba mkifanya kitu fulani tutawapa kitu fulani. Umeelewa? Yaani kishoti ni kwamba za ndani kabisa ndani ya Yanga kunasemekana kuna bonus ambazo wachezaji walitakiwa wapewe walizoahidiwa kwenye michezo tofauti, milioni 700, sio bonus gani zingine wali mpaka leo hawajapewa. Kwa hiyo ukiangalia hivyo nenda kwa Azam usikii chochote kwamba si mtu anadai si hajapewa si kitu gani. Kama umeahidiwa mzigo huu hapa, maisha yanaendelea. Kwa hiyo ukiangalia hata Faisal kwa maisha ya kwamba kupata pesa kwa Faisal kwa Azam kwenye ligi za umundani anapata hela nyingi sana ambazo hawezi kuipata Yanga wala Simba. Umeelewa? Kwa hiyo kumshawishi labda akashawishike Faisal Salum kwa sababu ya ukubwa wa hizo timu, kuzungumza na mashabiki, exposure unayoipata toka nje na vitu kama hivyo. Lakini kwa Azam ni standard kabisa ya timu ambazo zinalipa vizuri. Faisal Salum imetajwa sana, lakini kwa sasa ndani ya klabu ya soka Simba kuna mijadala mizito inafanyika. Baadhi ya wachezaji wao karibia takriban 4. Kuna Neo Maema, kuna Bajabila ambaye alicheza mechi chache hapa Tanzania kwa Simba inazungumzia ndani ya Simba. Kuna Isma namba 8 Hassan Kante, kuna Nabi Kamala, uenda na mchezaji ambaye alisajiliwa na Jairut Luemba. Yawezekana Josephine Luemba, inawezekana klabu ya Simba wakaachana nao. Kama Simba wanataka wachezaji kama hawa, watakiwa boreshe kitu gani ili kupata wenye quality bora kama hawa wachezaji wanaoachana nao kwa sasa? Of course kuna wachezaji ambao sio wachezaji wabaya. Lakini kwa mahitaji ya Simba inahitaji kuwapata wachezaji ambao ni zaidi ya wale ambao wanacheza. Mfano ukizungumzia Alassane Kante, ukimzungumzia Ino Luemba, ukimzungumzia Nabi Kamara, ukizungumzia pia Neo Maema kutoka pale Afrika Kusini, sio wachezaji wabaya.
lakini hitaji la Simba linahitaji wachezaji ambao wanaweza kawa ni bora zaidi ya wenye X factor. Mfano pana Simba unamleta Ino Luemba ambaye ukiona level ya Ino Luemba na mchezaji nani huyu mshambuliaji Morris Abraham. Mimi binafsi namuona Morris Abraham ni bora kuliko Luemba. Umeelewa? Kwa hiyo ukimwangalia pia ukienda kumwangalia Alassane Kante unaona ana vitu lakini sio kwa quality ambayo huwezi kuwapata kwa hapa Tanzania wachezaji. Ukienda kwa Nabi Kamara mimi kwangu ni mchezaji mzuri ambaye pia hajapata nafasi. Kwa kama kocha huyu ambaye yupo ampi nafasi, haina haja ya Simba kumbakiza ule mchezaji. Umeelewa? Kwa sababu anataka kucheza beki wa kushoto ambako sasa kuna wachezaji wapo kama kiungo wa chini, lakini bado mwalimu hajamwamini kwa sababu upo Kagoma. Juu pia yupo nani? Yupo Kante. Lakini au wachezaji wanatakiwa uondoke kwa sababu mahitaji ya Simba yani ya wachezaji wa kigeni sio wachezaji ambao pia ndani ya Tanzania unaweza kuwakuta au watu ambao wanakaribiana na hao. Inatakiwa upate quality kubwa ambayo kwa lengo la kudevelop viwango vya wachezaji wa ndani, lakini pia kuipa mafanikio yani option ambazo zinakosekana kwa wachezaji wa ndani, wale wa nje wanakupa. Si unaelewa? Kwa quality za wachezaji waliopo Simba ambao wanatazamia kuachwa, mimi nadhani Luemba anatakiwa aachwe, Kante anatakiwa aachwe, JB Kesali nadhani pia Simba anatakiwa wana discussion kubwa jinsi wanatakiwa kuachwa, kwa sababu najua wengi wanaweza kawa wanazungumza makosa machache aliyoyafanya, lakini wazungumzie ubora wa matukio mengine pia ambao washawahi kuyafanya. Umenielewa? Kwa sababu golikipa pia ni moment. Unaweza kufungwa goli jepesi lakini sio kwamba golikipa mbaya. Lakini matukio mengi sana wafanyie wamdiscuss zaidi, yani wamfanyie evaluation ya kutosha ili kama anakuja kuamua kwa sababu Pimpini Kamara kuna taarifa zimesemekana tayari shapata timu huko, kwa maana yake ni kuachwa. Kasari wanatakiwa waingie deep waangalie kweli ni wa kuachwa, kwa sababu unaweza ukaacha shilingi mbovu alafu ukaenda ukapata kukosa kabisa. Unajua kupata kukosa kabisa. Yani kukupata ni ile mategemeo lakini unaenda kukosa kabisa. Kwa hiyo unaweza kumwacha Kasari lakini ukaenda kupata mtu ambaye yani ni bora, unaanza kusema bora hata yule. Huko ni kukosa kabisa. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni wakati wa Simba sana kumuona golikipa afai zaidi ya kwenda wakaangalia ana mapungufu kiasi gani. Huenda mwalimu wa magolikipa akawapa picha zaidi ya ule mchezaji. Kuboreshwa inawezekana, kama inawezekana basi mapungufu, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana mapungufu. Kwa sababu kama ni makosa ambayo ashakuyafanya, hata Pimpini kama anashakuyafanya, hata Jiji Diarra ashakuyafanya. Kwa hiyo anaenda kubadilisha kitu gani? Kocha wa magolikipa anaweza kuongeza kitu kuhusiana na huyo mchezaji. Lakini kwa upande wa hao ni wachaji Luemba, Neo Maema, Alassane Kante, Kamara, wote hawa ni wachezaji wa kimataifa ndani ya Simba. Hawa lazima tupe quality ambayo ni zaidi. Yani ukimtazama kwenye ligi nzima wachezaji wa ndani unasema hakuna. Lakini kama kuna wachezaji wa ndani ambao wanawasogelea, hakuna haja ya kuwa na wachezaji kama hiyo. Ukiona kama hivyo ujue hao wote ni wachezaji hewa. Kama ilivyokuwa kwa wafanyakazi hewa. Hao ni wachezaji hewa, wanatakiwa waondoke. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Simba wakifanya usajili waangalie tunamtaka mchezaji wa aina gani, quality koje. Haina haja timu kama za Simba, Yanga, Azam na timu zingine za Tanzania kujaza maprofessional sana kwenye hizi timu. Kuna haja ya kuwa na wachezaji wachache. Sajili hata wachezaji 4 hata 5. Lakini ni wale ambao wanakupa option, kama ni washambuliaji, labda mshambuliaji mmoja, wa pili ni kiungo, basi ni nyundo kweli kweli. Sio umemsajili mchezaji Kagoma ndo first 11, yule mchezaji wa kigeni anapata mshahara mkubwa kuliko Kagoma, si ndio? Alafu ndo yuko bench. Huo utumiaji mbaya wa rasilimali za wanachama wa vilabu. Umeelewa? Kwa hiyo Simba hawataki kuwa na wachezaji siku 12 ujaze wote. Yanga hawataki kuwa na wachezaji wote 12 ujaze wote. Leta vyuma. Yaani leta vyuma 5. Yaani hivyo vyuma ni kweli umetoa hela lakini vienda kufanya kazi. Ingawaje unaweza kusema usajili ni gambling, unaweza kukosea. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ni maoni yangu hayo.
kwenda usajili huu waangalie sana katika engo hiyo. Wanakwenda kimataifa Simba Sports Club. Kuna uhaba wa wachezaji katika maeneo kadha wa kadha, hususan mshambuliaji. Kwenye goalkeeping umesema wapate discussion kubwa. Tuzungumzie kimataifa. Kwa wachezaji waliokuwa nao, wanaweza kuwafikisha nchi ya ahadi? Kwa wachezaji waliopo, ukienda kwenye mashindano ya kimataifa, Simba haiwezi kwenda kokote. Umeelewa? Kwa wachezaji waliopo wa kigeni. Hasa katika eneo la ushambuliaji, Simba hawezi kwenda kokote. Kwa sababu kuna wachezaji wazuri, mfano ukimwangalia Anseti Aura mchezaji mzuri, ukimwangalia Libase Gay ni mchezaji mzuri, lakini pale katikati namba 9 unapotumia pose namba 9, sawa? Kuna baadhi ya mazingira anaweza akakunyima kwa sababu yeye sio mfungaji pase. Anaweza akafanya makosa ambayo mfungaji angekupa matokeo. Kuna namna ya maeneo ya kukaa kupokea mipira, maeneo ya maamuzi ya mfungaji tofauti na maamuzi ya mshambuliaji au kiungo. Kwa hiyo kumtumia phase number 9 kuna faida yake katika baadhi ya michezo. Kuna baadhi ya michezo itahitajika umtumie typical number 9 ambaye ni killer. Unajua killer ni mtu ambaye yeye akiona goli tu hataki mbwembwe, acheki na yoyote. Ndio kitu ambacho kinaweza kusaidia kufanyika kwa Simba kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Inasemekana Peter Shalulile ni miongoni mwa anatajwa na klabu soka Simba. Kaachana Mamelodi, je, akija Simba atakuwa na msaada kiasi gani? Mimi kwangu Peter Shalulile sidhani kama ni chaguo sahihi sasa kwa Simba. Unajua sometimes kuna vitu vina umri. Sawa, kafanya makubwa pale Mamelodi Sundowns, ni moja kati ya wachezaji ambao wametengeneza rekodi ambazo ni za yani mfungaji wa muda wote pale Mamelodi Sundowns. Heshima yake iko pale, lakini flopping yake ni mchezaji mzuri, lakini Simba inahitaji mchezaji ambaye kashafikia mwisho. Kuna wachezaji wengi ambao wametoka South Africa walikuja kucheza, walishindwa kufanikiwa, umeelewa? Lakini Skudu Malase Makulube, sio alikuwa mchezaji mbaya, lakini of course unaweza ukamtetea Peter Shalulile kwamba alikuwa anacheza timu kubwa kama Mamelodi Sundowns. Kenda Simba anaweza kufanya vizuri, lakini Simba inahitaji fresh, watu ambao pia wana matarajio makubwa kwamba nikitoka hapa timu fulani zinione, sio kumalizia nini? Mwendo. Kwa hiyo mimi binafsi ukiniambia Peter Shalulile, of course naheshimu kiwango chake, bora wake, lakini sio miongoni mwa watu ambao mimi natarajia kwamba huenda kaleta mabadiliko ndani ya kosi ya Simba. Zaidi anaweza kufanya kawa dormant kwa sababu yeye anamaliza muda wake, atakuwa anaogopa majeruhi tu, majeraha, anataka kumaliza pesa yake, yani mshahara wake tu, mkataba wake, maisha mengine maendeleo. Lakini kuna mtu ambaye unaona ana matamanio, yani nikitoka hapa niende sehemu nyingine. Kwa hiyo wapo wachezaji wengi ambao Simba wakiwatafuta wanaweza kawapata na wakaja kuwasaidia. Mimi Lugano Israel nikushukuru sana. Nitakufuata endapo Simba katambulisha wachezaji hawa watakaohitaji katika kikosi chao, ataleta wachezaji wapi?